Na mtazamaji, huwa anakueleza kila siku ya kwamba Mwenyezi Mungu mwenyewe anaonekana kana kwamba yupo upande wa Tundu Lissu katika kesi hii ya mchongo ya uhaini inayomkabili. Taarifa njema zimeibuka siku ya leo, huku Mwenyezi Mungu hatimaye akijibu maombi ya Watanzania wengi dhidi ya Tundu Lissu. Mahakama sasa tayari imeweza kutoa tangazo la kuendelea kwa kesi ya uhaini inayomkabili Tundu Lissu katika gereza la Ukonga. Mtazamaji, kesi hiyo sasa itaweza kusikilizwa mwezi ujao, mwezi wa Juni, tarehe hii rasmi iliyowekwa na mahakama sasa hivi. Mtazamaji, like video hii alafu subscribe, kisha niambie unanisikiliza na kunipata ukiwa wapi. Kama upo nje ya nchi niambie uko taifa gani, na kama upo humo Tanzania niambie unanisikiliza ukiwa mkoa au maeneo gani. Mtazamaji, mvutano wa kisiasa unazidi kuongezeka kwa mara nyingine nchini Tanzania baada ya kuibuka mambo mapya katika kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu jioni ya leo. Kwa mujibu wa taarifa mpya zilizothibitishwa jioni hii, mkurugenzi wa mashtaka DPP amewasilisha rasmi maombi ya mapitio ambayo sasa yatasikilizwa katika mahakama ya rufaa ya Tanzania mnamo Juni tarehe 11 mwaka huu 2026 katika kesi ya uhaini ya Tundu Lissu. Kwa hiyo tunatarajia kuona kesi hiyo mahakamani tena mnamo Juni tarehe 11 ambao ni mwezi ujao. Lakini ni nini hasa DPP anajaribu kubadilisha katika kesi hii? Kwa nini watu wengi wanasema kesi hii inaweza kutengeneza mustakabali wa haki ya kisiasa nchini Tanzania? Matukio mapya ya kisheria sasa yameibuka katika kesi nyeti sana ya uhaini inayomkabili kiongozi wa upinzani Tundu Antipas Lissu. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa hadharani na wakili maarufu Rugemeleza Inshallah kupitia akaunti yake ya kijamii ya X, mahakama ya rufani ya Tanzania itasikiliza rasmi maombi ya mapitio ya DPP Juni tarehe 11 mwaka huu 2026 jijini Dar es Salaam katika kesi ya uhaini ya Tundu Lissu. Kesi hiyo itasimamiwa na jopo la majaji watatu, Justice Mwarija, Jaji Muruke na Jaji Hamisi. Hata hivyo, ombi la DPP katika kesi hiyo limeripotiwa kutaka kupitia au kutafakari upya baadhi ya maamuzi ya awali yaliyotolewa wakati wa kesi zinazohusiana na kesi ya Tundu Lissu katika mahakama za chini. Ufichuzi huo mara moja ulizua hisia kali mtandaoni na katika duru za kisiasa. Na leo Watanzania wengi wanauliza swali moja kuu: kwa nini vita hii ya kisheria inazidi kuwa kubwa na nzito kila mwezi? Wachanganuzi wa sheria wanasema maombi ya kukagua katika ngazi ya mahakama ya rufani ni mazito sana, kwa sababu mara nyingi yanahusisha maswali makuu kuhusu mamlaka ya kisheria, tafsiri ya mahakama na haki ya kiutaratibu. Baadhi ya waangalizi wanaamini DPP anajaribu kuimarisha msimamo wa upande wa mashtaka kabla ya kesi kuendelea zaidi. Wengine wanaona hatua hiyo kwa njia tofauti sana. Wakosoaji wanasema kuwa kila hatua mpya ya kisheria katika kesi ya Lissu inaendelea kuongeza mvutano wa kisiasa nchini, na kwa sababu Tundu Lissu anabaki kuwa mmoja wa viongozi wa upinzani Tanzania wenye ushawishi mkubwa, kila maendeleo ya mahakama huwa habari ya kitaifa na kutrend sana. Wakati huo huo, wanaharakati wa haki za binadamu na wataalamu wa sheria sasa wanafuatilia kwa karibu usikilizaji unaokuja. Waangalizi kadhaa wanasema kikao hicho cha mahakama cha mnamo Juni tarehe 11 kinaweza kufungua tena mjadala mkali wa kitaifa kuhusu uhuru wa mahakama na mamlaka ya uendeshaji wa mashtaka nchini Tanzania. Baadhi ya wanaharakati wanahoji kwamba kesi zinazohusisha wanasiasa wa upinzani lazima zishughulikiwe kwa uwazi wa hali ya juu ili kulinda imani ya umma katika mfumo wa haki. Wengine wanasisitiza DPP ana jukumu la kikatiba la kufuata taratibu za kisheria pale inapobidi. Mtazamaji, kwa miaka mingi sasa Tundu Lissu ameendelea kuwa kitovu cha migogoro ya kisiasa nchini Tanzania. Kila kukamatwa kwake, uamuzi wa kisheria, taarifa ya umma au kusikilizwa kwa mahakama inayohusiana naye huvutia tahadhari ya kitaifa na kimataifa mara moja. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanasema hilo pekee ndilo linaloeleza ni kwa nini kesi inayokuja ya mahakama ya rufaa hivi karibuni inaleta maslahi mengi sana siku ya leo. Wachambuzi wengi wanaamini kusikilizwa kwa Juni tarehe 11 kwa kesi hiyo ya uhaini kunaweza kuathiri sana anga ya kisiasa kusonga mbele. Wengine wanaonya kwamba kuendelea kwa vita vya kisheria vya kisiasa kunaweza kuzidisha kutoaminiana kati ya pande tofauti za kisiasa. Na sasa umakini unaelekezwa moja kwa moja kuelekea kwa mahakama ya rufaa yenyewe. Kulingana na waangalizi wa sheria, jopo la majaji watatu waliopewa jukumu la kusikiliza kesi hiyo litakabiliwa na uchunguzi mkubwa wa umma.
Wananchi wengi wanasema watafuatilia kwa karibu kila hoja inayotolewa wakati wa kusikilizwa kwa kesi hiyo. Mashirika ya habari pia yanatarajiwa kutoa habari nzito kutoka Dar es Salaam mnamo tarehe 11 Juni, kwani hii ni tarehe ambayo imesubiriwa sana na Watanzania wengi. Wafuasi kadhaa wa upinzani pia tayari wameelezea kusikilizwa kwa kesi inayokuja kama wakati mahususi wa haki ya kisiasa nchini Tanzania. Wakati huo huo, wafuasi wa serikali wanasisitiza mahakama inapaswa kuruhusiwa kufanya kazi bila shinikizo au kuingiliwa kisiasa au vitisho vya umma. Na mvutano huo ndio hasa kwa nini maendeleo ya siku ya leo yanalipuka sana kisiasa, kwa sababu kesi hii sasa inagusa karibu kila swala nyeti ndani ya mazingira ya kisiasa ya Tanzania. Haki, demokrasia, uhuru wa kisiasa, uhuru wa mahakama na usawa wa mamlaka kati ya waendesha mashtaka na mahakama ni moja ya mambo nyeti ambayo kesi hii inagusa. Hayo ni mada zinazotawala mijadala ya hadhara pia usiku wa leo. Wataalamu wa sheria pia wanasema kupitia upya maombi mara nyingi huzua maswali magumu ya kikatiba na kiutaratibu ambayo yanaweza kuchagiza maamuzi ya mahakama yajayo. Hiyo inamaanisha kuwa usikilizaji wa tarehe 11 Juni wa kesi hii ya Lissu unaweza kuwa na matokeo zaidi ya kesi hii pekee. Wakati huo huo, wananchi wengi wanaendelea kuhoji kwa nini kesi hiyo imeendelea kushtakiwa kwa hisia kwa muda mrefu. Wafuasi wa upinzani wanahoji kuwa vita vya muda mrefu vya kisheria vya kisiasa vinadhoofisha umoja wa kitaifa na kuongeza kufadhaika kwa umma. Baadhi ya wanaharakati wanasema juhudi za upatanisho haziwezi kufaulu ikiwa wahusika wakuu wa upinzani watasalia katika mizozo isiyoisha ya mahakama. Wengine wanashutumu wafuasi wa upinzani kwa kuingiza siasa katika kila mchakato wa kisheria unaohusisha viongozi wao. Lakini licha ya kutokubaliana huko, ukweli mmoja unabaki wazi siku ya leo. Kesi hii ya Tundu Lissu inaendelea kutawala mazungumzo ya kisiasa ya Tanzania. Katika majukwaa ya mtandaoni siku ya leo, maoni yanaendelea kuenea kwa kasi zaidi. Baadhi ya watumiaji wanadai uwazi kamili wakati wa usikilizwaji ujao wa mahakama ya rufaa. Wengine wanaotaka viongozi wa kisiasa kuepuka kauli za uchochezi kabla ya taratibu kuanza za mahakama mnamo Juni tarehe 11. Raia kadhaa pia wametaka kuwepo kwa utulivu, wakisisitiza kwamba mahakama lazima ziruhusiwe kufanya kazi kwa uhuru bila kuingiliwa au kushinikizwa na upande wowote wa kisiasa. Wafuasi wanajiandaa kihisia, wataalamu wa sheria wanachambua kila undani, na nchi nzima inangojea Juni tarehe 11 kumwona Tundu Lissu mahakamani. Sasa Watanzania wengi wanauliza kama usikilizaji huu unaweza kubadilisha kabisa mwelekeo wa mojawapo ya kesi zenye utata za kisiasa nchini. Swali kuu linabaki, je, mvutano utaongezeka zaidi baada ya kesi hiyo tarehe Juni tarehe 11, au je, uwazi wa kisheria hatimaye utajitokeza, au mjadala wa kitaifa utakuwa mkali zaidi? Hilo ni swali ambalo bado linaenea mitandaoni sasa hivi, huku taifa likiendelea kufuatilia kwa karibu. Tangazo moja la kisheria leo, kikao kimoja kilichopangwa, na ghafla mazungumzo ya kisiasa ya Tanzania yanabadilika kwa mara nyingine tena. Jioni ya leo, mahakama, wanasiasa, wanaharakati na raia wa kawaida wote wameangazia tarehe moja Juni tarehe 11 mwaka 2026 wakisubiri kwa hamu. Wafuasi wanatumai haki itatendeka, wakosoaji wanadai nidhamu ya kisheria. Mtazamaji, ni hayo tu ambayo nimekuandalia katika ripoti hizi. Ni juze maoni yako upande wa comment, like video hii alafu subscribe.